Sekta ya afya ni nguzo muhimu katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi, ikichangia moja kwa moja katika ustawi wa watu na maendeleo ya nchi kwa ujumla. Kupitia huduma bora za afya, watu wanapata nafasi ya kuishi maisha marefu yenye afya njema na kuepuka magonjwa yanayoweza kuwa na athari kubwa kwa jamii nzima. Nchini Tanzania, sekta ya afya imekuwa na mchango maridhawa kutokana na kuchangia upatikanaji wa ajira kwa maelfu ya watu katika maeneo mbalimbali hapa nchini, ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa ajira kwa madaktari, wauguzi na wataalamu wengine wa afya. Kituo cha afya cha Mama Ngoma iliyopo katika kijiji cha Kwakoa, wilaya ya Mwanga, mkoani Kilimanjaro, ni sehemu ya harakati ya Mtanzania aliyejitosa kujenga kituo hicho ili jamii iweze kupata huduma za afya. Kituo hicho ambacho kimejengwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 5 inatajwa kwa mkombozi kwa wananchi wa ukanda huo ambao kwa muda mrefu walikuwa wakilazimika kusafiri umbali mrefu kutafuta huduma bora za afya. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa akiwa mkoani Kilimanjaro katika ziara, alipata fursa ya kuzindua kituo hicho na kueleza mchango wa wadau wa maendeleo katika kuboresha huduma za afya kwa kushirikiana na serikali. Miradi ambayo inasaidia serikali katika kutoa huduma kwa Tanzania nayo pia inatembelea, ikiwemo na hospitali yetu ya hapa kwa Mama Ngoma. Aidha, Majaliwa amemtaka waziri wa afya kuhakikisha kituo hicho cha afya kinapandishwa hadhi na kuwa hospitali rasmi kutokana na uwekezaji mkubwa uliofanywa na Profesa Twalib Ngoma. Mtu ametenga milioni 5, kajenga jengo kubwa, amejaza vifaa huko ndani, ana watumishi wa umma, ana watumishi ambao waajiri, wanatusaidia serikali kwa ajili, na huduma zinaendelea tena za hali zaidi ya kituo. Tunataka kuendelea kuita kituo. Kwa nini nilileta mimi kufungua kituo cha afya? Badala ya kuja kufungua hospitali, nitarudi tena hapa kufungua. Ndio kishaidhinisha mje hapa na kama mnashindikana kukutana. Sasa nakuagiza mlete waziri wa afya, mlete katibu mkuu, mlete mkuu wa serikali, walete wataalamu wote na yule msajili wa hospitali. Ni wakute usilikuwa Dodoma. Ili niambie hapa mnapata kazi nini ili kusalama apate hadi ya hospitali. Ili hadi hii itawasaidia hawa, lakini itakuwa msukumo wa maeneo machache ambayo bado kuyaboresha. Kwa hiyo nishawaita wanaongea serikali wangu kujadili juu ya hospitali. Anaenda kusema wanalitesa kwa kufungua kituo cha afya kule jengo lenyewe na mambo yako ndani ya hospitali. Mkurugenzi mtendaji wa kituo hicho cha afya Profesa Twalib Ngoma amesema dhamira yake ni kuhakikisha kituo hicho kinatoa huduma za maradhi mbalimbali yanayoikabili jamii inayozunguka eneo hilo na maeneo jirani. Tangu tumeanza huduma hizi ni kama mwaka mmoja na tumepata hii bahati ya kutembelewa na waziri mkuu na kuzindua hospitali yetu, na alipoamua na kuagiza Wizara ya Afya kwamba tufanye kazi pamoja, tuhakikishe vigezo vyote vinafikiwa ili huu uwekezaji uweze kufikia malengo yake ambayo ni kutoa huduma kwa jamii hii hapa bila faida yoyote, kama namna fulani ya kurudisha kwa jamii. Mimi ninaamini baada ya waziri mkuu hapa kitakachotokea ni maongezi na wahusika wa usajili ya hospitali, tufikie mwafaka kwa jinsi ya kuifanya hii iwe hospitali inafanya kazi kama hospitali kwa hudumia wa Tanzania. Safari hii na ujio wa waziri mkuu kwangu imenipa faraja sana na imekuwa chachu ya kunifanya niendelee kuwa na juhudi za kuwahudumia wa Tanzania, hasa hao waliokuwa vijijini
ambapo huduma za afya kidogo hazilingani na za mjini. Mbunge wa jimbo la Mwanga Mheshimiwa Joseph Tadayo amepongeza juhudi zilizochukuliwa na Profesa Twalibu Ngoma katika ujenzi wa kituo hicho cha afya na kusema hatua hiyo inarahisisha upatikanaji wa huduma za afya karibu na wananchi. Ameamua kuwekeza mabilioni ya fedha hapa kwa sababu ana imani na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo salamu za kwanza kabisa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwako ni shukrani, na kwa Mheshimiwa Rais kwa jinsi ambavyo imeweza kuendesha nchi hii katika namna ambayo imeleta imani kubwa sana kwa sekta binafsi. Kwa hiyo kwa maslahi ya muda, Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme tu kama nilivyosema kule kwamba ilani imetekelezwa kwa asilimia zote. Kukamilika kwa kituo hicho cha afya kunaibua faraja kubwa kwa wakazi wa kijiji hicho cha Kwakoa ambao kwa miaka mingi walikuwa wakilazimika kusafiri umbali mrefu kutafuta huduma za afya. Kwanza hilo wazo lake sisi kwetu ni baraka. Na kwa nini nasema ni baraka? Tangu aanzishe hili wazo na lianze kufikia hatua za kuhudumia. Hata mimi ni mojawapo wa mtu aliyehudumiwa katika hiyo hospitali. Nimehudumiwa kwa kutibiwa, pia hata familia imehudumiwa. Kuna kipindi tulipata msiba tukamleta baba yetu hapa, akahifadhiwa vizuri kiasi ambacho tungeenda Same kule kwenye hospitali ya wilaya ya Same tumpeleke. Lakini kwa kuwapo kwa kituo hichi tukapata huduma hiyo ya kumhifadhi mzazi wetu. Jumla hospitali imetupa fursa kubwa kwa sababu mwanzo kabla hospitali hii tulikuwa tunatembea kilomita kutoka hapa mpaka Mawenzi ambao ni kilomita 78. Kwa hiyo kulingana na changamoto ya barabara pia ilikuwa haina nguvu, ni barabara ilikuwa mbovu. Unakuta wagonjwa wengi wanafariki njiani, lakini wengine pia wanafika kule wanakutana na magonjwa mengine kulingana na ule mtikisiko. Kwa hiyo kwa sasa hatuwezi kwenda ule umbali wa kilomita zile 78 tena ambazo mwanzo tulikuwa tunazitumia. Dhamira ya Profesa Ngoma ni kukifanya kituo hicho kuwa hospitali kamili ili iweze kutoa huduma za matibabu zinazohitajika hasa ugonjwa wa saratani kwa siku za usoni. Huduma ya kuwaona watu wakiwa wazima, kupima afya zao, na kama watagundulika wana viashiria vya saratani wakatibiwa wakati ule ugonjwa hawajitokeza na ukawa ghali kutibu. Cha tatu ni wale ambao wanafika hospitali wakiwa na dalili, angalau wawahi kufika hospitali mapema, ili kwa sababu ya mafundisho waliyopata hata pale saratani inapogundulika iwe katika hatua za awali, kwa sababu saratani ikiwa katika hatua za awali inatibika, inapona. Kama ni stage 1, stage 2, hiyo tunatibu, inapona. Tatizo letu hapa ni kwa vile wanafika katika hatua ya 4. Kituo hicho kwa sasa tayari kimeanza kufanya kazi kikiwa na wafanyakazi wa idara mbalimbali, huku mpango mkakati wa kutekeleza agizo la serikali la kufikia wafanyakazi wapatao 60. Lakini ilipofika wakati wa usajili, tulipoomba usajili, kulikuwa na kigezo cha namba ya wafanyakazi. Wanasema lazima wafanyakazi wazidi 60. Na huo umeajiri kabla hata hujapewa usajili. Upeleke na mikataba yao kabisa ili waweze kukudai mishahara yao. Penzi mtazamaji wa makala hii, kama nilivyokueleza hapo awali, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameahidi kurejea tena kwa awamu nyingine katika kituo hicho cha afya ili kufungua na kuwa hospitali kamili. Narudi tena hapa kufungua. Ndio kishaidhinisha aje hapa na kama mnashindikana kukutana. Sasa nakuagiza mlete waziri wa afya, mlete katibu mkuu, mlete mganga mkuu wa serikali, walete wataalamu wote na yule msajili wa hospitali. Niwakute ofisini kwangu Dodoma ili niambie hapa mnapata kazi nini, ili kusalama wapate hadhi ya hospitali. Ili hadhi hii itawasaidia hawa, lakini hapo msukumo wa maeneo machache ambayo bado tunaboresha.